Habari za saizi. Kwanza tunashukuru sana waandishi kwa sababu mara zote tumekuwa tukiwaita na mnajitokeza na habari zinatoka kwa niaba ya wananchi na vijana. Kwa kweli tunafarijika sana na Mungu awabariki sana. Leo tumewaita, tuna machache ngome ya vijana kuzungumza nanyi waandishi wa habari kwa niaba ya vijana wa chama chetu. Kama mnavyofahamu, mara ya mwisho kabisa tumekutana hapa kuhusu muendelezo wa mikopo kwa vijana. Tulikutana hapa, wizara ilikuwa haijatoa orodha ya wanaoitwa walionufaika. Sasa leo tunakutana na nyinyi mara pili. Hii ni baada ya wizara kutoa hiyo orodha wanaoitwa walionufaika na mikopo. Lakini kabla ya kuanza kuzungumza hoja kuu, kwa niaba ya ngome ya vijana ACT Wazalendo, tunapenda kutoa pongezi kwa viongozi wote na chama kwa ujumla na wanachama ngazi ya taifa mpaka ngazi ya chini kwa kuadhimisha kikamilifu miaka 12 ya chama cha ACT Wazalendo. Kama mnavyofahamu, chama chetu kimefikia miaka 12 na tarehe 5 Mei 2026 tumeazimisha tumeazimisha sehemu mbalimbali mikoani huko majimboni. Ngazi ya kitaifa tumeazimisha jimbo la Kilwa Kusini. Tulijafanya hitima ya mzee wetu almarhum Selemani Bungala, tukafanya 40, tukafanya mkutano mkuu maalum wa jimbo na wanachama wengi na viongozi kutoka kata zote 10 wakashiriki. Kwa hiyo tukio limeenda vizuri sana. Lakini mbali na hapo, katika kusherehekea na kuadhimisha miaka 12 ya chama chetu, ngome ya vijana ACT Wazalendo, tunapenda kutoa pongezi maalum kwa kiongozi wa chama mstaafu ndugu Zito Zuberi Kabwe kwa kazi kubwa aliyoifanya kwa kipindi chote cha uongozi wake, kazi ambayo inaendelezwa kwa weledi ule na kiongozi wa chama wa sasa mama yetu ndugu Dorothy Sem na viongozi wengine wa chama. Lakini kabla ya kuzungumza hoja kuu iliyotufanya tukutane hapa leo, ngome ya vijana ACT Wazalendo tunaunga mkono maazimio yote ya kamati kuu yaliyosomwa na makamu mwenyekiti bara ndugu Isiaka Rashid Mchinjita tarehe 4 Mei 2026 kuhusu kuikataa tume ya Jaji Chande na ripoti yake. Tukitambua kuwa wengi waliopata madhila, waliokufa, waliouawa, walioumizwa tarehe 29 Oktoba ni vijana, jambo hili kupita bila kutaja wahusika na kuchukua hatua za kiuwajibikaji, accountability measures, ni dhihaka kwa kundi la vijana na kutokuwa na dhamira ya dhati ya kukomesha yaliyotokea Oktoba 29. Sababu ukisoma ripoti ya Jaji Chande hakueleza chochote juu aliyohusika wala hatua stahiki ambazo zinakwenda kuchukuliwa. Kwa hiyo sisi tunaona hii ni dhihaka na kwa vijana. Lakini pia tunaunga mkono azimio la kamati kuu la kutaka mchakato wa katiba mpya kuanza sasa. Tunaunga mkono azimio la kamati kuu la kuvunjwa kwa tume ya uchaguzi ya sasa na sheria mpya ya uchaguzi iundwe. Lakini pia tunaunga mkono azimio la kamati kuu kwa kufutwa kwa sheria ya sasa ya vyama vya siasa na kuandika sheria mpya. Lakini pia tunaunga mkono azimio la kamati kuu kuondoa vyombo vya usalama kwenye shughuli za kisiasa na uchaguzi, yani securocracy. Lakini hii ndiyo njia itakayosaidia taifa letu kuondoka kwenye mkwamo tulionao sasa na kuwa na umoja na amani na mshikamano. Baada ya haya, tunatoa rai pia kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta. Tunaipa rai serikali. Tumeshuhudia kuendelea kupanda kwa bei ya mafuta kufikia takriban shilingi 1400 kwa lita petrol na diesel kwa lita. Ongezeko hili linapandisha kwa kasi kubwa sana gharama za maisha. Waathirika wakubwa ni Watanzania wengi wenye kipato cha chini. Nauli zimepanda, gharama za usafiri zimepanda, hivyo kuathiri bei ya vyakula na mfumuko wa bei. Tunapendekeza hatua za haraka kwa serikali zichukuliwe. Ngome ya vijana ACT Wazalendo
tunaendelea kusisitiza msimamo wa chama chetu kwamba serikali ichangie gharama na mwananchi kwa kila lita moja ya mafuta, serikali ichangie angalau shilingi 400 kama ruzuku au grant ili kupunguza makali ya bei. Lakini pendekezo lingine kwa niaba ya ngome vijana, ukiangalia jumla tozo ambazo ni hizi hapa ambazo zipo kwenye mafuta, hizi ni tozo zote ukiziangalia hizi tozo ukizijumlisha ni takribani ya tozo 1113 ukizijumlisha zile haraka tukizijumlisha. Kwa hiyo serikali inapaswa ipunguze tozo zake ili kupunguza ugumu wa maisha kwa wananchi na kupunguza bei ya mafuta kwa wananchi. Baada ya hayo sasa tuende kwenye agenda yetu ya kila siku. Baada ya Wizara ya Maendeleo ya Vijana kuja kutangaza wanayoita majina ya wanufaika wa mikopo ya shilingi bilioni 200. Ndugu waandishi wa habari, mnakumbuka mapema sana sisi ngome ya vijana ACT Wazalendo tulianza na swala hili la kuhusu mikopo bilioni 200. Mnakumbuka Januari 2026 Mheshimiwa Rais alitangaza kutoa fedha bilioni 200 ambazo aliahidi katika kampeni zake ili kuwezesha vijana. Fedha hizi zilikabidhiwa na Waziri Mkuu kupitia hundi tarehe 5 Februari 2026. Waziri Mkuu alizikabidhi kwa Waziri wa Maendeleo ya Vijana Mheshimiwa Joel Arthur Nanauka. Baadaye nakumbuka tulimsikia Waziri wa Maendeleo ya Vijana Mheshimiwa Joel Arthur Nanauka akisema fedha hizo zimepelekwa wizara za kisekta. Mnakumbuka waandishi na wananchi wote mnafahamu sisi ngome ya vijana tulipinga utaratibu huu kwamba hizo fedha zisipelekwe wizara za kisekta. Wakasema fedha hizo zinapelekwa wizara za kisekta. Sisi tulipinga, lakini fedha wakapeleka wizara za kisekta. Mapendekezo yetu tukatoa, serikali ikapuuza mapendekezo yetu. Jambo hili limefanya uwepo wa fedha hizo kutokuwa kueleweka, taarifa na uratibu kutoeleweka, uwajibikaji kutokufahamika, uwazi hakuna. Tukaenda, mnakumbuka tarehe 21 Machi 2026 Wizara ya Maendeleo ya Vijana ilitoa taarifa yake kuhusu fursa ya mkopo wa vijana kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana. Katika zile bilioni 200, Wizara ya Maendeleo ya Vijana ikasema na sisi tunakopesha vijana. Kwa hizo wizara za sekta wanakopesha na Wizara ya Maendeleo ya Vijana ikasema na sisi tunakopesha. Wakatoa taarifa yao wakitaka vijana waje kukopa. Nakumbuka taarifa walioitoa ilikuwa na masharti magumu sana. Na mnafahamu taarifa yao walitoa hii hapa. Ilikuwa na masharti magumu sana. Mnakumbuka ngome ya vijana ACT Wazalendo tulisimama tukapinga masharti hayo, tukapinga utaratibu huo, lakini mapendekezo yetu hayakuheshimiwa, yalipuuzwa. Wizara ikaika muda wa kuomba mkopo kuanzia tarehe 21 March 2026 mpaka tarehe 3 April 2026. Yani siku 12 tu vijana wakaombe. Ngome vijana ACT Wazalendo tulipinga wizara. Tukaiambia muda waliotoa ni mchache ukilinganisha na idadi ya watu ya vijana, ukilinganisha na mahitaji ya vijana, ukilinganisha na mchakato wa vijana kutafuta hizo leseni na nini. Tulipinga. Wizara haikutusikia. Wizara ilitupuuza. Ngome vijana ACT Wazalendo tulihamasisha vijana waombe hiyo mikopo ili kujua dhamira ya dhati ya serikali katika hili. Na katika hili sisi viongozi taifa na viongozi wetu katika maeneo mbalimbali, majimbo na mikoa, tuliwahamasisha waombe. Wanachama wetu tuliwahamasisha waombe. Vijana tulihamasisha waombe, na vijana wengine nikiongoza na mimi niliomba huo mkopo. Na fomu yangu hii hapa. Nalionyesha kipindi kile. Niliomba mkopo. Niliomba kwa dhamira kutaka kuingia kwenye mfumo, kujua mchakato wa utolewaji wa mikopo. Kujua mchakato wa uombaji hiyo mikopo. Mchakato wa utolewaji hiyo mikopo. Ili nikija kuzungumza kwenu, nizungumze kitu ambacho kina uhalisia, ambacho nakifahamu na ambacho nimekishuhudia. Tukatuma maombi. Mwisho ilikuwa tarehe 3 Aprili. Tukasubiri
wizara ikaja ikasema vijana walioomba mkopo mpaka tarehe 3 Aprili, kwa mujibu wa taarifa aliyoitoa waziri Nanauka kwenye bajeti yake bungeni akiwa anawasilisha, alisema ni vijana 30,384, ambao sisi pia tuliona ni vijana wachache sana kulingana na wingi wa vijana wenye uhitaji. Lakini tukasema sawa, tusubiri. Nakumbuka kwamba tarehe 28 Aprili 2026 wizara ikaja kutangaza majina. Na ukumbuke wizara inakuja kutangaza majina, sisi ngome ya vijana tumeomba ili kujua mchakato, changamoto na uhalisia wa utolewaji wa hiyo mikopo. Wizara ikatoa taarifa yake, ikatoa orodha ya wanaoitwa wanufaika wa mikopo. Ilitoa orodha hii hapa. Tarehe 28 Aprili 2026, Wizara ya Maendeleo ya Vijana ilitangaza matokeo ya maombi ya mkopo kwa kutoa orodha ya waliopata mkopo kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana. Wizara ilitangaza kwa vyombo vya habari na umma kwamba waliopata mkopo ni 1961. Hiyo taarifa nilipata kwenye vyombo vya habari mbalimbali kwamba wizara imetoa mkopo kwa watu vijana 1961, ambayo ukiangalia ni sawa na asilimia 6.45 kwa vijana wote walioomba 30,384, ambao kwa maana hiyo kwa taarifa zao ni kwamba vijana 28,423 manake wamekosa. Na wizara imesema kwamba wamekosa kwa sababu hawajui kuandika maandiko, kitu ambacho sio kweli na kitu ambacho ni uongo. Wizara ikaendelea kusema kwamba fedha hizo zimetoka, serikali itaendelea kujali vijana na kutoa kwamba nimepata mkopo. Wakatangaza pale na Nondo amepata mkopo. Mimi nashukuru kuwepo kwenye hiyo orodha. Hakuna kijana yeyote, hakuna mwananchi yoyote angegundua ambacho kimeandikwa humu. Wao kunipa mimi mkopo na haina maana Abdul Nondo kupewa mkopo. Na hii niwaambie vijana, kwa sababu kuna vijana wananifuata inbox, wanaambia Nondo, tuone ulivyoandika andiko lako, tuone ulivyoandika proposal yako, tuone. Niwaambie vijana wenzangu, sikupata mkopo kwa sababu nina sifa zaidi yenu. Sikupata mkopo kwa sababu nina andiko bora sana kuliko maandiko yenu. Sikupata mkopo kwa sababu nina vigezo sana kuliko vigezo vyenu. Nimepata mkopo ili serikali itumie jina la Nondo kuwahalalisheni, kuwaaminisheni kwamba mikopo ipo inatolewa, ikiwa sio kweli. Nondo hakupata kwa sababu ana vigezo vizuri kuliko vijana wengine. Nondo kupewa huu mkopo hajapewa kwa sababu yeye andiko lake ni zuri kuliko maandiko ya vijana wengine. Nondo kapewa ili serikali imtumie Nondo kama mfano wa kwamba huyu Nondo amepata mkopo, mikopo ipo inatolewa bila ubaguzi, ikiwa sio kweli. Na ndio maana naendelea kupambana. Tunaendelea kupambana. Watu walidhania eti Nondo kuwepo kwenye orodha ya kupata kwamba ningekaa kimya. Sikai kimya, sikai. Na hapa wameandika, ukisoma hapa wamesema orodha ya awamu ya kwanza iliyowasilishwa benki CRDB. Maki waliotoa hii ni orodha ya awamu ya kwanza ambayo imewasilishwa CRDB. Baada ya uhakiki kukamilika, wanufaika wote watakao kuwa na sifa na kupitishwa watapatiwa mafunzo ya siku 3. Kwa hiyo hata hivyo bado naweza nikachujwa huko CRDB. Kwa ukiangalia hii form na ukiangalia kwa watu ambao wamepewa hizi karatasi, unaangalia hapa kuna mkoa, kuna jina la mnufaika, alafu hapa kuna idadi ya wanufaika. Kuna namba zimeongezwa hapa katikati. Hizo namba wanaziita ni idadi ya wanufaika. Sasa ukija kwenye jina langu mimi Abdul Nondo,
ambao ni mnufaika, sababu mimi nimeandika sio kikundi, nimeandika mwenyewe, kwa sababu katika vigezo naruhusiwa kuandika mwenyewe ama kikundi. Mimi nimeandika mwenyewe kwamba naomba baba, mimi nafanya biashara ya viazi mviringo, naomba kiasi cha fedha cha shilingi milioni 50. Nimeandika mwenyewe. Lakini hapa wameandika Abdul, alafu mbele wamesema idadi ya wanufaika, wameniongezea watu 10 ambao hawa watu 10 mimi siwajui. Wameandika wanawake 7, wanawake 3, wanaume 7, ambao siwajui hao wanawake 3, wanaume 7 wametokea wapi. Na mpaka sasa wizara haijaja kutoa maelezo. Sasa hizi namba za katikati hizi ndio wamezijumlisha kupata hiyo idadi inayoitwa 1961. Narudia, majina ya wanufaika yako hapa pembeni, ni haya huku. Haya ndio majina ya wanufaika. Wizara ilipaswa kutupa orodha kulingana na majina ya wanufaika yaliyoandikwa huku, sio orodha na idadi kulingana na namba walizoongeza katikati. Tulitarajia wahesabu mnufaika Abdul Nondo, Soloka Mgerembahu, Hamza Burhani, Diana Adonyezo, Gibson Mtemela. Hawa ndio wanufaika. Kwa serikali ilipaswa kuwajumlisha hawa ndio kuwaita wanufaika. Serikali imekuja, Wizara ya Maendeleo ya Vijana imekuja kuchukua idadi iliyoongeza hapa mbele, ndio wakawaita wamenufaika na mkopo, ambao ukijumlisha hii idadi iliyoongezwa hapa mbele unapata 1961, kwa ambao wanazungumza wao wametoa mkopo kwa watu 1961, ambao ndio hiyo orodha hii. Ukisoma mwisho unapata 1961 jumla, ndio ambao wakaenda nayo kwa vyombo vya habari kwamba vijana 1961 wamepata mkopo. Kwa hiyo wametumia neno wanufaika mara mbili ili kuchanganya watu. Hapa kwenye orodha ya jina la muombaji wametumia neno mnufaika. Hapa katikati hapa wameweka tena idadi ya wanufaika. Wamewatoa wapi hawa watu walioongeza hapa katikati? Hizi namba wamezitoa wapi mpaka kuziongeza? Kwenye fomu yangu mimi huku ukiangalia, hakuna hiyo, hakuna idadi, hakuna kundi, hakuna sijui wanaume 7, wanawake 3, hakuna huko. Wao wametoa wapi hiyo idadi? Kwa hiyo mimi wasingelinipa nisingeyaona. Na ndio ilikuwa dhamira ya dhati ya Ngome ya Vijana kuomba huo mkopo, ili tuone uhalisia wake ndani. Kumekuwa na dhana tofauti kama bwana hao watu ulioongezewa ni watu ambao watanufaika kupitia mnyororo wa thamani, kwamba wewe kama unasafirisha viazi, kuna mkulima utampa hela, kuna dereva utampa hela, kuna anayekubebea viazi utampa hela, kuna dalali utampa hela. Hao ndio mnyororo wa thamani waliokuongezea. Wamewajuaje kama ni watu 10? Wamewajuaje kama ni wanaume 7, ni wanawake 3? Hapana, hao ni watu watakao nufaika na biashara yako, ambao watakuwa nyuma yako. Wamewajuaje kama ni watu 10 watakao kwa nyuma yangu? Wamewajuaje kama wanaume ni 7, wanawake 3? Bana itakuwa ni kikundi wamekuongezea. Unaniongezeaje kikundi ambao siwajui? Lakini mwisho, kwa nini hao unaosema umewajumuisha? Yaani kwa nini umewajumuisha na wenyewe wamepata mkopo? Kama unasema ni chain of, unasema hiyo value chain. Yaani kama mimi mfanya biashara ni mkulima, ataniuzia viazi, dereva ataendesha gari la lori, nitamlipa aniletee viazi Mabibo, alafu kuna dalala atanisaidia. Kwa nini hao wote umewajumlisha kwenye orodha yako ya waliopata mkopo? Na unasema nimetoa mkopo kwa watu 1961. Kwa hiyo ni changamoto sana. Sasa mimi nimesikia mwenezi wa Chama cha Mapinduzi Kenani Leban Kihongosi akitaja jina langu. Kama nilivyowaambia, walinipa ili kuhalalisha.
Ndo anaongea tu, anasema amepata mkopo lakini analalamika. Wao walitaka mimi nikae kimya? Yaani wao walitaka kwa kunipa wao mkopo nikae kimya? Siwezi kufanya hivyo. Sasa mimi nimwambie Kenan, na nitamuuliza maswali ambayo yeye na Wizara ya Maendeleo ya Vijana watapaswa kuyajibu. Swali la kwanza ambao namwambia Kenan na Wizara ya Maendeleo ya Vijana, neno wanufaika katika hii orodha walikuwa na maana gani? Neno wanufaika katika hii orodha walikuwa na maana gani? Maanake wametumia neno wanufaika ili kuvuruga tu. Wanakuwekea jina mnufaika alafu katikati wanakuwekea idadi ya wanufaika. Hawaeleweki au wanufaika ni watu gani. Swali la pili, hawa wanufaika waliowaongeza mbele ni wanufaika gani? Wametoka wapi? Wamepatikanaje? Maana wanawafahamu hadi jinsia zao. Yaani mimi wanufaika 10 walioniwekea wanawafahamu wanaume ni 7, wanawake ni 3. Swali la tatu, kwa nini wamewajumuisha wanufaika waliowaongeza mbele katika orodha kama wanufaika waliopata mkopo ikiwa hawakuomba mkopo na hawajulikani ni watu gani? Yaani wameongeza namba katikati ambazo nimewaeleza hizi hapa. Hizi namba katikati. Alafu wanajumlisha hawa wamepata mkopo. Ndio maana wakatangaza wametoa mkopo kwa watu 1961. Uliza watu 1961 wamepatikanaje? Hawajajibu mpaka sasa. Hawana majibu. Swali la 4. Kwa nini wametumia idadi ya uongo ya wanufaika 1961 kwamba wamepata mkopo badala ya wanufaika halisi 78 walioorodheshwa kwa majina katika orodha? Hii ndio orodha. Ukitaka kujua wanufaika unaangalia majina huku, ambapo kwa mikoa yote 20 ni takriban namba ya 78 tu na sio 1961. 5. Ni ipi orodha halisi ya wanufaika waliopata mkopo kutoka kwenye idadi ya walioomba 30,384? Ni ipi sasa ni idadi halisi? Kwa sababu wao wanasema idadi ya waliopata mkopo ni 1961. Hii sio idadi halisi. Hii ni idadi iliyopatikana kuna hizi namba za katikati. Tunataka idadi halisi ya walioomba 30,384. Mtupe idadi halisi ya walioomba. Sio mtupe idadi ya namba ambazo wao wameziongeza na hazijulikani ni watu gani. Mfano, mkoa wa Lindi katika hiyo orodha ukiangalia katika mkoa wa Lindi kwa mfano amepata kijana mmoja tu. Yaani wizara huoni aibu kuja mbele ya vyombo vya habari kutoa orodha ambayo mkoa wa Lindi kijana mmoja tu ndio kapata mkopo? Kigoma ni kikundi kimoja tu ndio kimepata mkopo. Simiyu kijana mmoja tu ndio kapata mkopo. Morogoro kijana mmoja tu ndio kapata mkopo. Iringa vikundi viwili tu ndio vimepata mkopo. Manyara kikundi kimoja tu ndio kimepata mkopo. Mbeya kikundi kimoja na kijana mmoja ndio amepata mkopo. Dar es Salaam mji wa biashara vijana 13 na vikundi 4. Unataka Nondo asiseme eti kwa sababu umempa mkopo? Mapendekezo yetu, kutaka hata kutoa mapendekezo leo kwa sababu tumekuwa tukitoa mapendekezo mara zote. Serikali inapuuza. Serikali inadharau. Wizara inapuuza. Wizara inadharau kwa kuamini kwamba wanavyofanya ndio sahihi. Ila pendekezo la leo la kwanza ni hili hapa. Na walishike hili. Wizara ya Maendeleo ya Vijana iache maigizo katika swala la uwezeshwaji vijana kiuchumi na utoaji wa mikopo. Wizara na serikali ilitazame kundi la vijana katika jicho la ukweli, jicho la uwazi na dhamira ya dhati
katika kushughulikia masuala yao. 70% ya idadi ya watu Tanzania ni vijana chini ya miaka 35. 70%. Nchi hii ni ya vijana. Vijana ambao wana njaa. Vijana ambao uchumi wao haueleweki, hawajui kesho yao, hawana matumaini. Vijana ambao hawana ajira. Ni hatari sana kucheza na kundi ambalo lina njaa. Ni hatari sana kucheza na kundi ambalo halina ajira. Ni hatari sana kucheza na kundi ambalo halina matumaini ya kesho. Hawa vijana wa nchi hii, vijana wa nchi hii hatuna matumaini ya kesho. Vijana wa nchi hii tuna njaa. Vijana wa nchi hii hatujui hatima ya uchumi. Na mmesikia vizuri nyie ripoti ya Jaji Chande ambayo tunaipinga. Moja ya sababu ambayo alizungumza ya machafuko ni ukosefu wa ajira. Serikali bado inachukulia kundi hili kwa wepesi. Na haya sio maneno yangu. Haya maneno kwa wanaosoma political science, sayansi ya siasa, wanaelewa. Yamezungumzwa, maneno haya yamezungumzwa na wanafalsafa mbalimbali. Ukimsoma mwanafalsafa Alexis de Tocqueville amezungumza namna gani serikali haipaswi kucheza na kundi lenye matarajio makubwa, lenye matumaini makubwa, na kuacha kutekeleza matarajio hao ni hatari. Haya yamezungumzwa na Karl Marx. Haya yamezungumzwa na Davis James 1962 katika dhana yake inayoitwa Davis-Chicago's model. Anaelezea namna gani kundi likiwa na matarajio, usipotekeleza matarajio yake, inaweza ikatokea revolt, ikatokea changamoto, ikatokea ghasia. Ni kwa sababu watu walikuwa wanaaminishwa, matarajio yao yameshindwa kutekelezwa, wanatafuta njia nyingine ya kupambana ili wapate wanachonyimwa, ili wapate wanachokitaka. Wizara ya Maendeleo ya Vijana na serikali, tazameni kundi la vijana kwa jicho nyeti sana. Please, msilete maigizo kwa vijana. Tunaitaka Wizara ya Maendeleo ya Vijana kuondoa vigezo vya leseni ya biashara katika kuomba mkopo kwa vijana wanaoanza biashara ambao ndio wengi. Kumekuwa na vigezo, sijui leseni, sijui nini, vitu ambavyo vinakwamisha vijana wengi sana. Yaani kijana anataka afungue duka la chips, kibanda chake cha chips. Anajua kupika chips, anakosa jiko tu, anakosa mtaji, anakosa sijui vile nini makabati. Asaidiwe, aeke, afu leseni atapatia mbele ya safari. Lazima uwe na leseni. Kwa hiyo mikopo ya serikali ni kwa ambao tayari wameshaanza. Vijana ambao bado hawajaanza ni vigumu kupata mikopo. Hata ambao wameshaanza wanakumbana na kadhia namna hii. Watu 78 tu ndio ambao wamepata. Pendekezo la 3. Tunaitaka Wizara ya Maendeleo ya Vijana haraka ifungue dirisha la mikopo awamu ya pili, ili vijana wote ambao hawakupata mkopo waombe na wapewe. Fedha hizi ni kodi za wananchi, pia ni mikopo, italipwa, sio hisani. 4. Tunaitaka Wizara ya Maendeleo ya Vijana itoe na kuainisha sababu halisi za vijana wote waliokosa mkopo. Itaje sababu za kukosa mkopo kwa kila kijana. Kama kuna kasoro, kijana apewe nafasi ya kurekebisha taarifa zake na mchakato uendelee. Haipaswi kuishia kusema wamekosea. Sisi tumesoma bodi ya mikopo vyuo vikuu, ukikosea taarifa zako wanafungua dirisha, mbadilishe taarifa zenu, mrekebishe taarifa zenu, mchakato unaendelea. Wao wanakuja kutoa kisingizio kwamba vijana wamekosa kwa sababu wamekosea taarifa zao. Sasa siwape nafasi warekebishe ili mchakato uendelee. Maana yake hauna dhamira ya kuwapa. Wewe unakaa tu unaangalia makosa, kuviziana kwamba ikionekana kuna kosa unamtoa nje. Tuambie ukweli. Hela zipo ama ni kabobo tu? 5. Tunaitaka serikali kurejesha fedha zote bilioni 200 zinazohusu vijana zilizopelekwa kwenye wizara za sekta, zirejeshwe kwenye mfuko wa maendeleo ya vijana ili kutunisha mfuko kwa lengo la kunufaisha vijana wengi zaidi. Mmesikia kuna fedha zimepelekwa wizara za sekta. Mnasikia habari wapi tena? Hakuna. Yaani leo tungepaswa kuelewa hizo wizara za sekta
zinatuambia vijana wangapi wamepata, kama ni kilimo wamepata nini, uvuvi wamepata nini, viwanda na biashara wamepata nini. Kimya. Hupati kabisa habari zote kuhusu fedha ambazo zimepelekwa wizara za sekta. Mpaka tuna mashaka na usalama wa hizo fedha. Kama zipo zisije zikaliwa. Sisi tunaamini serikali ina hela, tunaamini fedha zipo, serikali itoe fedha kwa vijana. 6, tunataka Wizara ya Maendeleo ya Vijana kuweka wazi orodha halisi ya vijana waliopata mkopo kutoka kwenye orodha ya walioomba, na waweke wazi kiasi cha fedha kwa kila aliyokopeshwa ili kusaidia uwazi, tathmini na uwajibikaji. Yaani unashangaa wizara inatoaje taarifa namna hii kuhusu mkopo? Mmeamua kutangaza, simtangaza kila kitu. Mmeamua kutangaza, simtangaza hadi kiasi cha waliopata, wamepata shilingi ngapi. Mnaficha tu hapa. Mimi niliweka wazi tangu siku ya kwanza. Mimi nimeomba milioni 50. Na wamesema sasa hivi mchakato huko CRDB. Baada ya vigezo vya CRDB ndio tutapitishwa. Tukapatiwe mafunzo ya siku 3 namna ya kutumia hela. Nitaenda. Baada ya hapo nitaangalia mchakato wa marejesho wa hizo fedha, utaratibu wake ukoje. Mimi naenda nao mpaka mwisho hii ngoma. Mpaka kwenye marejesho nitarejesha hizo fedha na nitaangalia zimerejeshwa, fedha zimefika, vijana wanapata au kuna ujanja ambao upo. Nitaenda nao mpaka mwisho. Na nitapambana kuhakikisha vijana wote ambao wamekosa wanapata mkopo. Na sitakaa kimya. Asanteni sana waandishi, Mungu awabariki sana. Kati yako na wizara, nani anasema ukweli? Kwa wizara amesema hivi na wanasema hivi. Kuelewa nini? Asante. Na swali la pili, nataka kujua target vijana, target ya vijana? Ni wangapi ambao watakuwa kwa hiyo mikopo? Okay, sawa. Swali la tatu, wewe ni miongoni mwa walionufaika. Kwa nini usingeichukua na serikali kwa kidogo hicho kipata hicho? Sawa, asante. Asante. Naomba nijibu kwanza haya. Naomba tafadhali nijibu haya. Kwanza ameuliza maswali matatu. Swali la kwanza anasema mimi na takwimu zangu za vijana 78 tu ndio wamepata. Wizara imekuja na takwimu zake za vijana 1961 ndio wamepata. Nani mkweli? Kwani ukweli unaaminiwa kwa nini? Ukweli unaaminiwa kwa fact. Mezani. Vithibitisho. Evidence, ushahidi. Mimi nimewapeni ushahidi. Hawa watu 78 nimewatoa kwenye orodha hii. Majina yao, jumla ya nufaika, nimehesabu majina yao hapa. Nimepata watu 78. Wizara imetoa orodha watu 1961 kutoka kuna idadi ya walioongeza watu katikati hapa. Ndio wamejumlisha walioongezwa hapa katikati, na mimi nimeongezewa watu 10 ambao siwajui. Sasa hawa watu 10 ambao mimi siwajui pia wizara imewahesabu kama walinufaika na mkopo. Ndio wamepata hiyo 1961. Jambo ambalo wizara haijaja kujibu, hawa idadi ya wanufaika watu katikati ni wanufaika gani? Ni watu gani? Huyu Hamza kapewa watu 10, Soloka Mgerembo kapewa watu 3, Deana kapewa watu 6, sijui Generosi Renatusi kapewa watu 2, Abdul Nondo hapa kapewa watu 10. Hawa ni watu gani ambao wameongezwa mbele, ambao wizara ndio wamejumlisha hawa watu, wamepata idadi ya watu 1961? Kitu ambacho kinatia shaka, kitu ambacho hakina majibu, kitu ambacho hakipaswi kuaminika, na tunaona kwamba ni njia ambayo imetumika na wizara kuongeza namba mbele wanaoita wanufaika ambao hawafahamiki, ili waonekane wametoa mkopo kwa vijana wengi, ikiwa sio kweli. Kwa hiyo namba yangu mimi ya watu 78 ni ya ukweli, kwa sababu mimi nimeitoa humu kwenye orodha yao kulingana na majina walioyaandika.
Swali la kwanza hilo. Swali la pili, ni wangapi ambao walikuwa wanatarajiwa kunufaika? Wizara imesema kwenye bajeti yake, imesema kwamba walioomba mpaka Aprili 3, 2026 ni vijana 30,384. Maanake hao ndio waliomba, ambao sisi tunaona pia ni wachache, sababu mahitaji ya vijana ni makubwa, na ni wachache kwa sababu taarifa hazikuwa nyingi, hazikufika chini kabisa. Ni wachache kwa sababu ya vigezo walivyoweka, ni wachache kwa sababu hakukuwa na uratibu mzuri, ni wachache kwa sababu ya vigezo vigumu. Kwa hiyo tunaambia hii 30,384 bado ni ndogo, ndio ambao waliomba. Kwa hiyo sisi tulitarajia taarifa ya wizara juu ya orodha waliopata, tulitarajia angalau iendane na idadi, angalau namba isipishane. Mfano, katika vijana 30,384 wizara ingesema tumetoa vijana kwa vijana 28,000. 28,000 ndio tumewakuta wana vigezo, ndio tumewapa mkopo vijana 28,000, au tumewapa mkopo vijana 29,000. Hawa wengine katika 30,384 wamekosea taarifa zao, wamefanyaje? Tungebishabisha kidogo, lakini kungekuwa na afueni. Ungesema vijana wamepewa 28,000 hivi 29,000 wamepewa. Lakini walioomba 30,384, alafu hata kwa idadi yao walioitangaza, hata kwa idadi yao ambayo ni ya uongo, mimi naijua, hata sitaki kuitamka sababu najua ni ya uongo, ya watu 1961 kwa watu 30,384 bado haitoshi, watu wachache sana. Sasa idadi halisi ni watu 78, ambao ni sawa na asilimia 0.30 ngapi, 35. Swali la tatu, kwa nini sishukuru hata kidogo? Siwezi kushukuru. Siwezi kushukuru kwa sababu idadi ya waliopata mkopo haiakisi uhalisia. Yaani siwezi kushukuru kwa sababu ndio wamepata. Na nimeeleza hapa, moja ya dhamira yetu kuomba ni ili tuone changamoto, uhalisia na namna mchakato unavyokwenda. Mimi nitaishukuru serikali na wizara ya maendeleo ya vijana siku ikiacha maigizo ya utolewaji wa hii mikopo, siku vijana kwa uhalisia wao wakikopwa. Yani wakati naenda kuprinti, wakati naenda kuscan dokumenti zangu za kuomba mkopo, yule dada ambaye aliniskania na yeye aliomba, nimepita hapa anasema mimi nimekosa, na aliomba milioni 4 tu, milioni 4 tu, ile ongeze frame au anunue sijui nini ile nini mashine ya kuprintia, printer. Milioni 4 tu ndio aliomba, amekosa. Paka alamika anasema serikali sio natangaza basi. Kwa hiyo siwezi kushukuru serikali mpaka nione imeacha maigizo, mpaka nione kwa macho yangu vijana wananufaika na hizi fedha ambazo ni kodi na ni mikopo watalipa. Nashukuru. Karibu Daniel Swali Kamal Bishi. Mimi nilikuwa niulize kwa sababu tayari kwa kwenye listi ya wale ambao wamekiri kupata mikopo, na mpaka sasa hivi bado unaendelea kuikosoa kwa serikali. Na nani amekuuliza hapo, mwisho pia tulisikia hata kushukuru serikali kwa hatua ile ambayo imefanya pia kwa. Bado na uko kwenye mpango wa kuchukua huo mkopo ambao tayari umeshaingia kwenye hiyo listi? Asante. Kwanza sishukuru serikali kwa sababu haijanipa kwa sababu nina vigezo kushinda vijana wengine. Imenipa kwa nia ya kutaka kuhalalisha na kuaminisha umma kwamba Nondo kapata, jamani, mikopo ipo, inatolewa bila ubaguzi. Na ndio maana mmesikia wananinanga. Mueneza na ninanga, sijui vijana wao CCM wananinanga. Kila nikitoka kichwa nikizungumza, wewe bwana umepata, kaa kimya. Wewe bwana umepata, mikopo ipo, inatolewa bila ubaguzi. Ndio dhamira yao. Haikuwa na dhamira kumpa Nondo ili aendeleze biashara yake. Mimi by the way ni mfanya biashara, yes. Lakini dhamira ya serikali kwenye kunipa mimi sio kwamba walipitia fomu yangu wakasema fomu ya Nondo, yes, Nondo amekizi vigezo, kaambatanisha vizuri, Nondo na yeye kwenye hii orodha ya vijana ambao wanapaswa wapate, na yeye apate.
Ila wanasema Nondo yupo. Yupo huyu. Tumpe naye, tumpe, atakaa kimya tu. Tumpe, tutaaminisha umma kwamba mikopo ipo. Tumpe. Nashukuruje hapo sasa? Lakini dhamira yetu sisi ni kwenda nao mpaka mwisho wa hili jambo. Tumechukua mkopo, wamenipa, tumeambiwa hapa orodha ipo CRDB, sawa. Bado CRDB na chambua kwamba vijana watakao pitishwa CRDB wataitwa. Nataka nishuhudie, niende nayo ngoma mpaka mwisho. Watakaoitwa na CRDB ni wangapi katika wao 78? Kama nitakuwepo sawa, wakiniondoa katikati nitasema, nikiendelea kuwepo nitasema, niende nao mpaka mwisho, mpaka fedha inaingia kwenye akaunti nitasema, jamani, fedha wameingiza mzigo kwa vijana wangapi, waliochujwa ni wangapi CRDB, mpaka kwenye marejesho fedha zinarudi kweli au kuna upigaji nitasema. Kwa dhamira ni kwenda nao hawa mpaka mwisho, na tutaendelea kupambana hivi mpaka hatua ya mwisho, dirisha la pili lifunguliwe, vijana waombe. Na hatutaki maigizo kama haya ambayo tumeyaona, hatutaki. Okay, mimi naitwa Beyeza kutoka Kipepeo Media. Mimi kipekee na kukubali na nashukuru kwa hotuba yako. Ni kiongozi ambaye umenyoka. Kwenye swali wiki hii tumeona sitofahamu. Kuna maiti imekuta kijana hana kichwa. Sasa wewe kama kiongozi wa vijana labda unakita. Naomba hilo swali asijibu. Jielekeze kwenye maswali ya leo. Swala leo. Basi kama Karibu. Karibu. Sagis. Asante. Mimi na swali mawili kama kiongozi wa vijana kwenye chama, unakiri kwamba haukuwa na vigezo zaidi ya vijana wengine ambao wamepata hii mikopo. Ni ishara kwamba serikali bado inatumia au inakiuka vigezo kuchagua watu ambao wanafaika na mikopo kwenye hii michakato. Lakini swali langu la pili, ukiangalia taarifa ya wizara inasema kwamba mikopo ni programu endelevu, na kwenye pendekezo lenu la tatu umetaja kwamba mnaitaka wizara iweze kuanzisha dirisha la pili la mikopo kwa vijana. Sasa kuanza kutoa haya matamko ambayo ni ya kupinga, huoni kwamba ni mapema sana kulingana na taarifa ambazo mnazitoa wenyewe pamoja na taarifa ambazo zinatoka serikalini? Asante. Hoja nadhani nilieleweka vibaya. Nilizungumza kwamba Nondo kumpa mkopo haina maana kwamba Nondo ndio ana vigezo kushinda walionyimwa. Nieleweke vizuri. Haina maana Nondo ana vigezo bora zaidi kushinda walionyimwa. Nina vigezo vya kupewa kama kijana wa kawaida kabisa. Lakini watu kama mimi wenye vigezo kama vyangu ni wengi sana wamenyimwa. Na watu kama mimi wenye vigezo hata zaidi ya mimi wamenyimwa. Ndio hoja yangu. Mimi nina vigezo ndio, lakini kuna watu wana vigezo kama Nondo wamenyimwa. Kuna watu wengine wana vigezo zaidi ya Nondo. Mimi nimeona proposal moja. Kijana mmoja amenipa ya kuvua samaki, ya uvuvi wa samaki, kufuga samaki. Kaeka mpaka picha. Mimi ningetakiwa kuweka picha ya marori ya viazi humu ndani, nini kama ushahidi, lakini hakuna. Lakini kijana kaeka mpaka picha. Dokumenti yake yuko vizuri sana. Amenyimwa mkopo. So, si kwamba sina vigezo navyo, lakini kuna wengine wana vigezo kama mimi wamenyimwa, ambao walipaswa kupewa, na kuna wengine wana vigezo zaidi yangu wamenyimwa, ambao walipaswa kupewa. Hoja yangu inabaki. Serikali inafanya maigizo. Serikali ingekuwa inatoa kwa kuangalia vigezo na nini, vijana wengi wangepata. Kwa sababu huwezi kusema katika vijana 30,384 umetoa mkopo kwa vijana 78, hata kama kwa orodha yao waliosema vijana 1968 ambao ni orodha ya uongo. Bado ni orodha ndogo sana. Ni orodha ndogo sana kwa awamu ya kwanza kuomba. Sasa wamesema ile jambo ni endelevu. Uendelevu ni wa namna gani?
Uendelevu unapaswa uende sambamba na orodha ya walioomba. Yaani wameomba watu 30,000. Unatoa mkopo kwa watu 100. Alafu unasema kwamba ni endelevu. Kesho unatangaza tena. Hawa 30,000 waliokosa kesho wataomba tena. Utapata watu walioomba 40,000. Utatoa mkopo kwa watu 200. Unasema ni endelevu. Like serious? Au ni kuchezea na akili? Orodha ya awamu ya kwanza iendane na namba ya walioomba. Wameomba 30,384. Basi angalau wapate 29,000. Basi angalau katika hiyo awamu ya kwanza kulingana na idadi ya vijana Tanzania, basi wapate hata 28,000. Yaani wameomba watu 30,384, unatoa kwa watu 78. Unatoa kwa watu uliowatangaza wewe watu 1961. Alafu wanatangaza orodha pili. Vijana watakuja kuomba, vijana 40,000. Then utatoa kwa watu 2,000. Utasema umetoa mkopo. Haipaswi. Lazima uwiano uendane na orodha ya watu walioomba. Nchi hii ni ya vijana. Vijana wengi uchumi wao sio kuridhisha, hawajui kesho yao. Kwa hiyo utolewaji wa mikopo hata kama ni awamu iendane na uwiano wa walioomba. Yes. Kwa press iliyopita na leo tumerudia kwamba nyinyi kama ngome ya vijana, bila shaka pamoja na vijana wengine wa ACT waliweza kwenda kuomba, lakini imeonekana wewe ndio umepata. Unaweza kutuambia hapo mliomba wangapi na wangapi umepata katika upande huo waliomba kama ACT? ACT kwa ambao nawafahamu mimi, naibu wangu Rukaya Mohamed Nasir aliomba, naibu katibu wetu wa ngome vijana aliomba. Kakangu anaitwa Mshenga kutoka Tanga aliomba kwa niaba ya uvuvi wa samaki bahari kuu, amekosa. Kwa hiyo vijana takriban ambao nawajua ni takriban vijana 12. Achana na wale ambao tuliwa convince, ambao vijana kawaida wasio kuwa na chama tuliwa mobilize waombe. Wote wamekosa. Hawa 12 ambao tunawafahamu pia wamekosa. Huyu dada nimewatoleni mfano amekosa. Na sasa hivi wanakuja zaidi inbox, DM ya Instagram. Kaka mimi niliomba shilingi milioni ngapi tu lakini nimekosa. Kwa hiyo orodha ni nyingi ya ushuhuda kwamba vijana wamekosa. Kwa wale wote kwa orodha ambao nafahamu mimi, ambao nawajua, wote wamekosa. Ni mimi ndio amenipa. Na mimi wamesema bado kuna mchakato wa CRDB na usubiria. Nasubiri mchujo. Nasubiri mchujo wa CRDB. Tunawashukuru. Mimi kama mimi ningekuwa naenda kuandika habari. Kama mimi ningekuwa naenda kuandika